Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Urusi kwa sasa inachokitaka ni ushindi tu na itaongeza mashambulizi ambayo wengi hawakuyatarajia baada ya kushambuliwa katika siku za hivi karibuni na ndege zisizokuwa na rubani na Ukraine. Hii ni kauli ya Dmitry Medvedev, naibu katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Urusi. Afisa wa ngazi za juu wa usalama nchini Urusi Dmitry Medvedev amesema hii leo kwamba nia ya kufanya mazungumzo ya amani na Ukraine ililenga kuhakikisha Urusi inapata ushindi kamili na kwa namna nyepesi. Ameandika kwenye mtandao wa Telegram kwamba mazungumzo yaliyofanyika Istanbul nchini Uturuki hayakulenga kuleta maelewano ya amani kwa masharti ya ulaghai mwingine, ila yalilenga kuhakikishia ushindi uangusha kabisa utawala wa Kinazi, kwa maana utawala wa Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine. Amesema hayo wakati ujumbe wa maafisa wakuu wa Ukraine ukitua Washington hii leo kwa ajili ya mazungumzo na maafisa wa Marekani kuhusu suala la ulinzi na uchumi. Msaidizi wa rais Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, amesema wamekwenda kuzungumza msaada wa ulinzi na hali katika uwanja wa vita, kuimarisha vikwazo dhidi ya Urusi. Hata hivyo, mazungumzo yaliyofanyika siku ya Jumapili kati ya Urusi na Ukraine huko nchini Uturuki katika jiji la Istanbul hayakuleta matunda zaidi ya kukubaliana ubadilishanaji wa wafungwa wa kivita. Urusi imeng'ang'ania kwamba lazima ichukue maeneo yote ambayo yapo katika mamlaka yake kwa wakati huu, ambayo ni pamoja na Crimea, lakini pia maeneo ya Donbas, kwa maana maeneo ya Kherson, Zaporizhia, lakini pia Luhansk pamoja na Donetsk. Kadhalika imeitaka Ukraine kuondoa wanajeshi wake wote waliopo katika maeneo hayo na kuachana na mashambulizi katika maeneo hayo. Hayo ndio matakwa ya Urusi kwa wakati huu, huku Ukraine ikisema kwamba haiwezi kupoteza maeneo yao kirahisi na wataendeleza mapambano hadi tone la mwisho. Hii ni kauli ya viongozi kutoka nchini Ukraine ambao walishiriki katika mazungumzo ya kulenga amani kati ya Urusi pamoja na Ukraine nchini Uturuki. Basi hayo ndio ambayo yanaendelea wakati huu, ni kile ambacho anakizungumza naibu katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Urusi Dmitry Medvedev, ambaye pia aliwahi kuwa rais kabla ya rais wa sasa Vladimir Putin, ambaye amekuwa na kauli tata mara kadhaa namna Urusi inavyotaka katika wakati huu inapoendelea na operesheni yake maalum ya kijeshi, na amewahi kutishia mara kadhaa matumizi ya silaha nzito za nyuklia wakati huu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.